Mpenzi mtazamaji, popote pale ulipo, moja ya vitu ambavyo vinawatesa sana vijana walio wengi ni swala la mahusiano. Vijana wengi sana wanajiingiza kwenye mahusiano, lakini mwisho wa siku yale mahusiano yanakuwa hayana impact au yanakuwa hayana matokeo chanya, kwa sababu kila mmoja ambaye anajiingiza kwenye mahusiano lengo lake kubwa ni kufikia ndoto ya kuoa au kuolewa. Kama ni mwanaume, kufikia ndoto ya kuoa; kama ni mwanamke, kufikia ndoto ya kuolewa. Lakini changamoto kubwa ambazo zimekuwa zikiwakumba vijana hususan katika masuala ya mahusiano ni mahusiano ambayo hayadumu. Kijana anaweza kujiingiza kwenye mahusiano ndani ya miezi miwili, mitatu, minne, mahusiano yakafa. Anaweza kaweka lengo zuri kabisa kwamba natarajia kuoa mwakani, natarajia kuoa baada ya miezi 6, lakini ikifika kabla ya kufikia ule muda anaahirisha na ile ndoa inakufa. Baada ya muda tena wazo lile linakuja kumjia. Lakini sasa leo tunataka tujue sababu kubwa zinazowapelekea vijana wengi kuto kufikia lengo la kuoa au kuishia njiani. Unaweka lengo vizuri, lakini lengo halitimii. Baada ya muda mchache unashangaa lengo la kutaka kuoa limekufa. Unakaa miaka miwili, miezi kadhaa, wazo linakuja tena, unatafuta mwanamke mwingine, sio yule yule, mwingine unataka kuoa. Baada ya muda tena lengo linaishia njiani. Tunataka tujue sababu kubwa ni nini zinazopelekea vijana wengi kuto kufikia katika lengo hilo. Na leo niko na moja ya wataalamu wa masuala mahusiano hapa. Tutaweza kupata basi kwa undani nini chanzo au sababu kuu zinazopelekea vijana wengi kuto kufikia malengo, hususan katika swala la kuoa. Karibu. Unajua, wakati unamalizia nilikuwa nacheka kwa sababu miaka miwili iliyopita nilikuwa na ukaribu sana na wewe, na kuna wakati ulishakuwa una mpango wa kutaka kuoa. Kama unakumbuka vizuri Nakumbuka vizuri sana. Lakini nakumbuka ile mbio ya panya sakafuni ilishia ukingoni. Na kimsingi ni ukweli usiopingika kwamba tumekuwa na hiyo changamoto kwa vijana wetu wengi sana kuhusiana na masuala ya ahirisho la ndoa, kwa sababu vijana wengi wanajikuta wanaishia njiani kwenye mahusiano yao, hawafikii malengo. Unajua, mara nyingi sana kusudi la kuanzisha mahusiano inaweza kuwa ni kwa mmoja kati ya wale wawili, inakuwa tarajio lake ni kwamba anataka wafikie kuoana, au sio? Lakini mara nyingi vijana wetu wamekuwa wakiishia njiani. Sasa kuna sababu nyingi tofauti ambazo zimekuwa zikisababisha, na kama general factor maswali kama haya ninapoulizwa mara nyingi huwa najikita kwenye fakti kadhaa ambazo kwa kawaida vitu vya msingi vinavyopelekea kuto kufikia malengo. Yani ukijikita kwenye hivyo vitu vinne, maana yake ukiwa opposite yake, sasa hivi ninavyovitaja mimi, ukiwa kinyume navyo utajikuta unafikia kwenye kuoa au kuolewa. Na sababu ya kwanza mara nyingi huwa inakuwa ni sababu za kiuchumi. Changamoto za kiuchumi, kwamba watu wengi, vijana wengi wanaahirisha kwa sababu ya ukosefu wa ajira za kudumu, au zile ajira zenye kipato kizuri. Maana yake kipato kinakuwa kidogo ambacho kinaweza kuwa kinamfanya aone kwamba hakikidhi licha ya gharama zile za harusi na zile shamla za kuoa, lakini pia anajiona kabisa kwamba mimi nitawezaje kuhudumia hii ndoa yangu bila kuwa na kipato cha uhakika. Hapa sana mzungumzia mtoto wa kiume, lakini siku hizi tumeenda mbali zaidi. Hata kuna baadhi ya watoto wa kike wanajiona kwamba hawako tayari kuolewa kama hawana kipato binafsi. Yaani mtoto wa kike naye anatamani kuwa na ajira ya uhakika, ili anapoingia kwenye ndoa yake kwamba hata kama mume wangu atakosa hela, kuna wakati mimi niwe msaada kwake, si ndio? Okay. Kwa hiyo unakuta ni sababu mojawapo ambayo inasababisha vijana wetu wengi waingie kwenye hii kasumba ya kuahirisha ndoa. Na sababu ya pili ni hofu ya majukumu ya ndoa. Vijana wengi wana hofu ya majukumu ya ndoa kwa sababu pia wamekuwa wana ukosefu wa kupata elimu ya masuala ya ndoa, ile ambayo exactly wakiwa kwenye ndoa wanatakiwa kuwajibikaje. Kwa hiyo kule kukosa elimu mtambuka ya masuala ya ndoa, wanajikuta wanakuwa waoga wa kuingia kwenye ndoa. Vijana wanakuwa wanahisi kwamba hawako tayari kisaikolojia, na kuhisi kwamba labda majukumu makubwa ya ndoa kama vile kulea familia, kushughulikia migogoro, kubeba dhamana ya mwenza. Unajua, nikisema kubeba dhamana ya mwenza, wewe unajua kwamba kuna vitu ambavyo baada ya kuoa
unakuwa umejiingiza kwenye kuwa dhamana ya mwenza wako. Yaani sasa hivi wewe usiku ukishakuwa umeoa, usiku ukiumwa, mtu wa kwanza kuhakikisha kwamba anashughulikia kuumwa kwako anakuwa ni mwenza wako, si ndio? Sasa Umepata changamoto yoyote hata kama iwe ya kisheria, mtu wa kwanza kujua mara nyingi lazima awe ni mwenza wako. Sasa kuna vijana wanakuwa wanaona kwamba kuingia kwenye majukumu hayo ya kuwa dhamana kwa mwenzio ni kama magumu. Wanaona bwana inakuwa ngumu kidogo. Yaani hofu ya majukumu ile inawatanda, wanaona kabisa kwamba itakuwa ngumu bwana mimi kuingia kwenye ulimwengu wa kuwa na majukumu mengi. Na kitu cha tatu ni kipaumbele kwa elimu na maendeleo binafsi. Vijana wengi wanapendelea sana kujiendeleza kielimu kwenye mambo mengine, yani ya kitaaluma. Unakuta kijana ameconcentrate kabisa, bwana mimi nataka niwe na degree 3 za masuala ya uchumi, mimi nataka kuwa na degree kadhaa za masuala ya umwagiliaji and bla 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 bla. Lakini ni mara chache sana kuona kwamba kuna kijana ameamua kupoteza gharama na muda wake kusoma masuala ya ndoa. Sio anasoma, na ukimkuta anayetaka kusoma masuala ya ndoa labda anataka kujikita kwenye kuwa mshauri wa masuala ya ndoa ili apate kipato. Sio kijana anaamua kupoteza muda wake kwenda kusoma masuala ya ndoa kwa sababu ya kuexperience kwenda kuilinda ndoa yake. Kwa hiyo unakuta wamejikita kwenye masuala ya kitaaluma kwa ajili ya kupata kipato. Kwa hiyo hawako tayari kuwa na ujuzi mzuri kwa ajili ya kukea ndoa zao hapo baadaye. Na wanachosahau ni kwamba unapokuwa na elimu ya kutosha kwenye masuala ya ndoa, inakuwa sio tu msaada kwako, inakuwa ni msaada pia kwa ndugu, jamaa na marafiki, kwa sababu unaposaidia wenzio kuhusiana na experience ya masuala ya ndoa, maana yake ni kwamba wewe pia unazidi kuwa manju kwenye masuala ya kiudereva kule. Ukisema manju, unajua maana yake ni mtu ambaye amebobea kwenye masuala ya udereva kwa muda mrefu, anajua vitu vingi na kadhalika. Kwa hiyo wanakuwa na hofu hiyo wanakuwa na hawaweki kipaumbele kwenye masuala ya elimu ya maendeleo ya ndoa na kadhalika. Na kitu cha mwisho kwa leo ni mabadiliko ya mtazamo kuhusu maisha. Kuna mwelekeo mpya ambao umeibuka miaka hivi karibuni kwa sababu ya teknolojia, kwamba mwelekeo wa vijana wengi wanapendelea kuishi maisha ya uhuru kwa muda mrefu zaidi, na wakichelewa kuingia kwenye ndoa ili kufurahia maisha yao binafsi. Yaani wanaona kuingia kwenye ndoa ni kama kuna mnyima ile fursa ya kuwa mtu binafsi, kwamba bwana wewe nikiingia kwenye ndoa unajua natakiwa nilale uchi kitu bwana, mimi bwana nimezoea kulala zangu na nguo bwana, lakini ukishaingia kwenye ndoa bwana kulala na nguo bwana haifai. And exactly unakuta kuna vitu ambavyo ni vya wazi ambavyo wakati unaishi peke yako ulikuwa unaweza kuvifanya, lakini ukishakuwa na ndoa, ndugu yangu, hata kuangalia mpira tu, kuna watu mashabiki wa mpira bwana, mtu anaona kabisa kwamba nikishaoa mimi sitaenda tena kuangalia mpira na washikaji zangu, mpira utaangalia nyumbani, niangalie nyumbani. Kwa hiyo kijana inamnyima ile fursa ya kuishi mimi, yani ya kuishi kama yeye. Sasa ile kuondoka kwenye huu ulimwengu wa kuishi mimi, vijana wengine wanaona inawanyima uhuru binafsi. Kwa hiyo kwa nini mimi niwe hivyo? Kuna mabinti wengine wanapenda sana shughuli, kwenda shughulini, kwenda kwenye birthday, kwenda beach, umenielewa? Kuto kuishi kwenye mahusiano kihisia na mtu mmoja kwa muda mrefu. Unajua ukishaoa au ukishaolewa, hata kama ukikerwa vipi na mmeo au mkeo, still utazunguka kwenda kazini, utazunguka, lakini lazima nyumbani urudi utamkuta yule yule. Mshanielewa? Lakini sasa ukiwa uko peke yako, hujaolewa au hujaoa, kama yule binti au demu ambaye uko naye akakuzingua, si unaweza kukata wiki nzima umtafuti, maana yake unatafuta chaka lingine la kwenda kupata. Dhana ya vijana wengi ni kwamba baada ya kukaa na binti au binti kukaa na mvulana, baadaye anakuja kuona kwamba huyo mtu hakuwa sahihi kwake, aidha kwa mapendo au kwa mambo ambayo anayaona. Hili lina athari kwa kiwango gani, kwamba mtu tayari ameshaweka muda wake kwako na anaamini utakuwa ni mtu sahihi kwake, lakini baada ya muda ukija kumuuliza wewe mtu hakuwa sahihi kwangu kulingana na aina matendo ambayo anafanya, wapi huwa wanakosea? Perception, yani kile ambacho wao wanakuwa wanakichukulia wakati wanaingia kwenye mahusiano, baada ya muda wanakuja wanagundua kwamba ile perception ambayo alichukua mwanzo wakati anaingia kwenye mahusiano, amekutana na perception nyingine tofauti na ile ambayo alitarajia yeye. Narudi pale nyuma sasa kwenye masuala ya kutokuwekeza kupata elimu ya masuala ya ndoa, kwa sababu ukishakuwa una elimu ya masuala ya mahusiano na ndoa, unachotakiwa kujua ni kwamba there is no anyone is perfect kwenye hii dunia.
kwamba usitarajie kuja kuoa mke au kuolewa na mwanamume ambaye yuko perfect 100%. Hayupo huyo mtu na hata tokea kwenye hii dunia. Ushanielewa? Kwamba lazima kuna vitu utakuja kumkuta mwenzio hana kama vile ambavyo wewe ulikuwa unatarajia. Unachotakiwa kujua ni kwamba sasa unapokuwa una hii taaluma ya masuala ya mahusiano na ndoa, ukiwa unajua hivi vitu, maana yake ni kwamba ukiona tofauti yoyote kwa mwenzi wako, utaichukulia kwamba hili ndio eneo ambalo mimi natakiwa nijazie sasa ili kuishi vizuri na mwenzi wangu. Kwa hiyo wanajikuta wengi wanaona kwamba huyu mtu hakuwa sahihi. Na vijana wengi ukiwauliza unasema kwamba hakuwa mtu sahihi, hebu ainisha maeneo ambayo huyu mwenzi wako unasema hakuwa sahihi. Akikutajia vile vitu, kuna vingine mimi wanawaambia kwamba wewe ni mpumbavu sana, kwa sababu hivi vitu ambavyo wewe unaainisha kwamba umegundua kwamba sio vitu sio mtu sahihi kwa sababu ya hivi vitu, ni vitu vya kawaida sana, ni vitu vya kipuzi. Mtu anakwambia bwana, huyu mtu nimekuja nimegundua kwamba ndugu zake anawapa sana kipaumbele kuliko ndugu zangu. Mtu anaamua kuacha kuoa mke au kuacha kuolewa na mwanamume kwa sababu ya perception hiyo. Sasa uone kama ni kitu cha kipuzi. Yaani wewe ulitaka yule mwanamke au yule mwanamume akupende wewe mpaka na ndugu zako. How come? Yeye unamuuliza, wewe anakupenda? Ananipenda sana, ananijali, ananipa kila kitu ninachokitaka, ananisikiliza, lakini ndugu zangu hawapendi. Sasa wewe unataka yule mtu awapende mpaka ndugu zako ili iweje, ndugu yangu? It's nonsense, ni kitu ambacho hakiwezekani. Na kama yeye amechagua kutokuwapenda ndugu zako, hiyo ni sababu ya kumwacha. Usimuoe au asikuoe. It's nonsense, ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hiyo muhimu wawekeze vijana wetu kwenye nataka nirudi hapa tukiwa tunamalizia. Nini cha msingi ambacho mtu anatakiwa kuondoka nacho ili dhana simrudie mara kwa mara? Yaani kama ameshajiingiza kwenye mahusiano zaidi ya mara moja, mara mbili, mara tatu, afikie lengo. Afanye nini kutimiza hichi ambacho nataka kukifanya? Nilisema pale awali wakati naanza kwamba hivi vitu vinne nitakavyovitaja yeye lazima aende opposite na kinyume chake. Kwa mfano ya kwanza nilisema kwamba ni changamoto za kiuchumi. Maana yake ni kwamba hatakiwi aamini kwamba changamoto ya kiuchumi ndio inahalalisha yeye kutokuoa. Ushafahamu kwamba sio lazima uwe tajiri. Kuna vijana ambao wanaamini watu wana pesa nyingi lakini hawajaoa. Exactly. Na kuna vijana ambao wanaamini kwamba mimi kuoa mpaka nitajirike. Yaani mpaka niwe na utajiri au niwe na aina fulani ya kipato ndio nioe. Lakini tukirudi katika masuala ya kiimani, naambia kwamba kwa mtu ambaye ameoa hata ongezeko lake la kipato huwa Mungu pia anafungua baraka. Unaweza kushangaa mambo yako hayaendi kwa sababu uko peke yako. Lakini baadaye unapokuwa na mwenzio unaweza kushangaa milango ya baraka inazidi kufunguka. Sure. Na bahati mbaya sisi kwenye hizi factor zetu huwa tutamani sana kugusia masuala ya imani, lakini mara nyingi vitu ambavyo ni vya kiimani ukivifuatilia unakuta perception zake zinakuwa hazina tofauti na hivi ambavyo hizi factors ambazo sisi tumekuwa tukiziongea. Ukweli ni kwamba psychologically ukishaoa au ukishaolewa, psychology yako ikishabadilika na kuamini kwamba sasa nimeshakuwa na mwenza wangu na ninatakiwa kupambana kwa kisha maisha yetu yanaenda, kila kitu kinakuwa, ushanielewa, ni kila kitu kinakwenda. Na ukiamini kwamba bwana mimi bwana nikiwa sijaoa au nikiwa sijaolewa ndo maisha yangu yanaenda, maana yake unaendelea kuishi kwenye maisha hayo kwa sababu ndio unaamini hivyo. Lakini ukiondokana na hiyo dhana ukaamua kuamini kama mimi hata nikioa au pengine mimi nikioa, nakumbuka mimi wakati mimi nafanya maamuzi ya kuoa, na nitaka nijitolee mfano hapa kwamba wakati mimi nafanya maamuzi ya kuoa ilikuwa ni kwamba naamini kwamba sasa hivi nahitaji kuoa mwanamke wa aina fulani, yani mwanamke ambaye anaweza kuwa msaada kwangu. Ndiye ambaye nilimpata na ndiye ambaye naishi naye mpaka leo. Kwa nini? Kwa sababu nilishajenga perception ya kuoa aina hiyo ya mwanamke kabla hata sijafanya nini? Sijaoa. Kwa hiyo ni lazima automatically nitampata mwanamke yule ambaye mimi ninawishi kuwa naye. Atakuwa na changamoto, hawezi kuwa na changamoto, lakini sasa huwezi kuziangalia zile changamoto kuwa ndio sababu ya wewe kutokuoa. Jambo la pili, nilikuwa nimeongelea habari ya kipaumbele kwa elimu ya maendeleo binafsi. Badala ya kujikita kwenye maendeleo binafsi kwa maana ya kitaaluma, lazima pia vijana waangazie na huu upande wa kuwa na elimu za masuala ya mahusiano na ndoa, kwa sababu ni upande ambao unawahusu maisha yao yote. Yaani wewe kimbia unavyokimbia, soma unavyosoma, lakini mwisho wa siku lazima utahitaji kuja kuolewa, utahitaji kuoa. Kwa hiyo ni upande ambao wanatakiwa wawekeze kwa namna moja ama nyingine feed something kwenye vichwa vyao kuhusiana na masuala ya elimu ya ndoa. Wasije wakajikita tu kwenye masuala ya elimu za kitaaluma kwa ajili ya ajira. Jambo la tatu nilikuwa nimeongelea hofu ya majukumu ya ndoa.
badala ya kuwa na hofu ya majukumu ya ndoa, wao waanze kuwaza zile faida ambazo wanaweza kuzipata baada ya kuoa. Yaani badala ya kuwa na hofu kwamba nikioa bwana mimi nitakuwa nachelewa nikichelewa kurudi nyumbani nagongwa. Sasa waza kwamba nikishaoa nikirudi nyumbani nitakuwa napokelewa na kumbatiwa na busiwa, napewa tunda lile unajua mnanyanduana na mwenzio, umeelewa? Yaani ukiwaza kuhusiana hivyo kwamba nikishakuwa na mke wangu muda wote nikijisikia ukwiru mimi mke wangu nafanya nini? Namla. Ushanielewa? Ukiwaza hivyo utajikuta unasukumwa na kutaka kuoa, vitu vya namna hiyo. Na kitu cha 4 ni mabadiliko ya mtazamo kuhusu maisha. Kama nilivyosema, vijana wengi wanapenda sana kuishi maisha ya uhuru. Sasa unajua ushakusikia usemi unaitwa comfort zone, ya? Yaani kama unapenda kuishi comfort zone kwenye maisha yako, always utapata wakati mgumu. Vipi, ni mke wako anakupiga nini? Kama ni mke wake mpatie Mtazamaji, naamini kuna vingi ambavyo umejifunza kutoka kwa mtaalamu wa mahusiano kwa siku ya leo. Na leo tu ambacho tulikuwa tunakitazamia ni vitu gani vinasababisha vijana wengi kuishia njiani au kukata tamaa, kutokufikia lengo la kuoa kama ambavyo mtu alikuwa amekusudia. Mtu anaweza kaweka malengo yake ya kuoa au kuolewa, unashangaa baada ya muda anaishia njiani. Mtaalamu amemsikia vizuri kabisa na ameeleza mengi ni nini cha kufanya. Sasa kama una chochote ambacho unataka kuuliza, unaweza kaandika au katoa comment chini ya video hii, alafu mtaalamu pia atakujibu kuhusiana na kile ambacho hujakielewa au unatamani kuelewa zaidi ya hapo ambako ametuelezea kwa siku ya leo. Langu jina naitwa Omar Salma, hadi wakati mwingine.